Mwenyekiti wa shirika la kitaifa la kutathmini ubora wa bidhaa KEBS Dr. Chris Wamalwa amekariri kwamba hajutii kwa vyovyote vile kutojumuishwa kwa baraza la mawaziri kama alivyoahidiwa licha ya shutuma kutoka kwa wendani wake. Hii ni taarifa yake Mike Sifuna Musiko. Dr. Chris Wamalwa anadai licha mkataba huo kati ya chama cha Ford Kenya na chama cha UDA kukiukwa, hana kinyongo kwa kukosa nafasi ya waziri licha wandani wake kuzidi kumshambulia kinara wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula. Nimeona wengi wakinilia Chris ya kupewa waziri. Mimi hata kama sikupewa waziri, si mimi niko. I've gone to school properly. Nimeng'ara, si ndio? Sasa msilie, don't cry than the bereaved. Mimi niko salama salimini, Mwenyezi Mungu amenibariki, I do my little consultancy na maisha yanaendelea mbele. Mwenyekiti huyu wa sasa wa shirika la KEBS nchini ameweka wazi kuwa atajitosa tena kwenye kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti ya Trans Nzoia, akiwasuta wanaomhangaisha gavana Natembeya na kumzuia kutekeleza majukumu yake. Nyinyi vile mjuapo, mimi nilikimbia hapa na gavana Natembeya. Si mnajua hivyo? Mmeona mimi nikipigana na Natembeya. Sisi tumesema ya kwamba competition is not enmity. Hata juzi wengine walikuwa sema impeachment, niliwaambia waachana na Natembeya, achikarange na mafuta yake, but don't impeach him, wacha afanyie kazi watu wa Trans Nzoia. We are going to have a rematch with governor in 2027. Na tumeongea na tumesema ya kwamba fanya kampeni yako kwa heshima, unifanyie mimi pia kwa heshima. Kwenye uteuzi huo, Susan Nakhumicha ambaye ni mwakilishi wa kudumu wa taifa la Kenya kwenye Umoja wa Mataifa jijini Nairobi alifanikiwa kuwa waziri wa afya, nafasi ambayo baadhi ya viongozi wanahisi kuwa hakuitumia vyema kulisaidia eneo la magharibi kujiboresha kiafya. Siku za hivi majuzi, Nakhumicha amekuwa akishtumu serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kwa kufeli kwenye utoaji wa huduma bora ya afya kwa kazi. Efarisi kutenyanga na kutia hospital mnyola kama lesi. Mzio kwenyanga na kujeruji maji safi. Kuna wakati moja rais alikuja Kitale na akasema kwamba within 1 month ama 2 months dada yetu Susan kama minister wa health alete vifaa kwa rifaro ambayo worth 100 million. Hizo vifaa ambayo president alisema hawakuleta. So sisi tunataka kusema kwamba hata kama alitoka, kwa sababu angali kwa serikali, afuatilie, kwa sababu asikuje hapa aanze kukosa rifaro na wakati alikuwa waziri walimwambia alete vifaa na hakuleta hiyo vifaa. Mike Mskoyo, West TV kutoka eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.